vile vile walifahamu wale. Sasa mimi nahisi kwamba kiukumbi wangu inshallah nitaomba mmoja mmoja katika kama mlivyotakiwa aeleze, alafu baadaye kitaratibu kwa vipi, lakini kwa Waislamu tuna kwa sababu ni watumiaji wa msikiti huu mwingine tumeweza kwamba iko haja ya kueleza pate kujua mtazamo bora ni watu kamati hamkutueleza mpaka leo imekuwa ndio hivi kwa sababu habari yote itakuwa ni mazuri. Kwa hivyo asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila Mungu ya kuendelea tena inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu Waislamu, kama alivyokueleza hapo hapo kwamba mnasikia kuhusu mambo ambayo yametokea katika msikiti huu, kwamba kuna watu au baadhi ya wazee kwamba wanalalamika kuhusu kamati ya msikiti kwamba haikuwa ni halali. Kwa hivyo wamekwenda sehemu walizokwenda na ikabidi kwamba tupatiwe suluhu, na katika suluhu hiyo nafikiri wanataka ile pale kuona au kujua na wengine watalichangia. Kwa ikabidana suluhu, lakini suluhu yenyewe ni suluhu au ni kijana, sababu katika uamuzi kwamba kamati mjwe sana waondoke na mwalimu atachua waondoke. Hiyo ndio hatua iliyofikia baada ya kuambia zote wengi sana kwa wanaoitwa baadhi ya kamati ya baba msikiti hawaduile kwamba yatakiwe ili madaktari wa mufti na kazi. Kwa hivyo hatua iliyofikia kwamba hadi leo, kwa hivyo kamati inatakiwa imungi hadi leo. Na mwalimu wa chuo ahana na Sheikh Nasr ahana hadi leo. Nafikiri jana tulipata mkutano wa wazee wa chuo wanafunzi. Mimi tulizungumza nimesikia. Nafikiri walizungumza wanajua wao, walizungumza kuhusu haya ambayo tunazungumza. Kwa hiyo wanafikiri walijua wao shauri wao ukasikika, nafikiri utafanya mabasi au wazima watafanya kazi kama ilivyokuali. Kwa mnajua labda hali za mutata tuliwe tu kamati ile na tena wakati ili wale wanaokuja msikitini wajue hali hiyo iko. Sasa kwa moja itakuwa ni wale ambao wanaokuja darasa na wanaokuja kusali. Kwa hivyo mimi ninaanzia hapo. Sasa kwa mwanangu anaweza kuelezea kati ya kuongeza kabisa au kuongeza kuliko mimi. Salamu alaykum. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, kwa kweli nilikuwa mimi msema sababu mimi mkuu wangu alikuwa jana kama ni mwalimu mkuu wa chuo, ni mwalimu sana wa ukuu. Lakini kwa bahati nzuri nimeonekana kwamba na haya kwa sababu mimi nimedarasa ndio mtu pekee ambaye vikao wote vile vimeitwa na hiyo mimi. Kwa hivyo mimi nitakuwa mwanzaji mzuri kwa kitu chochote. Kwa hivyo walikuwa kwa wanachagua ndio kusema kwa ile kitu kwa hiyo. Kwa hivyo na kama leo lakini leo sasa mwalimu mkuu tu. Na kama leo kama kazi ni kitu kama hicho. Kwa upande wa sanaa. Ndio sana. Kwa mtata tu jadi ile kitu juma ndio ilitokea. Walitokea watu baadhi ya watu ambao wakajipa jina la wazee wa Lahade kwa madhumuni ya kumondosha
Sheikh Nasr katika msikiti ambao amedumu kwa muda wa miaka kama 20. Amedumu kwa muda kama miaka 20 tangu kuanzisha darasa. Na wakasema kwamba hakuja katika njia za halali na ameleta kusomeka juu. Wakasema vile vile kwamba kama sikundu kwa sababu ya kundu halali madai yao wale katika sehemu mbalimbali. Alhamdulillah tulikuwa tunasikia kila hatua ilikuwa inakwenda, lakini tulikuwa hatuna ushahidi, kwa hivyo hatuna ushahidi wa kusikia, tulikuwa hatushughulishi. Wanasema kweli kelele za mlango tunashughulishi mwenye nyumba. Tunakwenda huku, wanakwenda huku. Mwisho tunasikia kwamba wamefika Ikulu. Na kwa wamefika, tukasema Ikulu tu wababa. Wataelekeza bahari mazuri sana. Na alhamdulillah wakapeleka bahari mazuri sana. Wakamtaja kwamba bwana mufti alituuliza swali hili. Tukaitwa kwa kabla ya kuja sisi kwanza. Tukaeleza kwamba sisi bwana mufti tunakuomba kabla ya kuja sisi na hao wetu tunaomba tuito sisi kwa tueleze yetu sababu ndio tueleza. Na ndio maana tunapata sisi baada ya kueleza tunakuwa na marafiki kumweleza au kumtaka mufti kumwomba mufti kwa sababu hatukufanikiwa. Isipokuwa wanachokuja ni kwamba wakutanisha sisi na wao na kwenda kujibu madai. Hatukujua kama kuna kujibu madai kama hiyo. Kuna vipengele wameleza na sisi tunatakiwa bila kitaarifa. Lakini siku zote ukweli tunajulikana na ukweli siku zote unakuwa kwa juu. Basi pamoja kwa matendo madai lakini tunaipo kama tumejibu vizuri sana. Kuliko kile ambapo Mwenyezi Mungu ametuwezesha. La kufikisha katika suluhu ya moja ambayo imetolewa na Mungu pamoja na bwana kazi mkuu ni kwamba kuna mengi ambayo tunaeleza yametolewa katika zile wanatamia mbili katika mkutano. Mengi na muhimu sana. Tumeeleza vile vile Sheikh Nasr ilikuwaje mpaka sasa hapa, tumeeleza kwa nini mpaka akachaguliwa kwa Mariami. Yalipendekezwa mapendekezo yote yameelezwa hapa, lakini kwa baadhi wanakaule umetakuwa baadhi. Kwa hivyo sisi kwa mujibu wa kamati wao wanasema tunaona kwamba ile suluhu ile si halali. Haya kutupatia sababu nzima. Kwanza ni kwamba hatakuwa radhi katika suluhu ile kuingia bwana kazi mkuu Sheikh Mungu ambaye tunahitaji kamili watakuwa tunatoa ushahidi kamili kwamba yeye anashirikiana mbele kwa bega na hawa watu wa wazee wa kamati. Ushahidi kamili tunao. Kwa hiyo ilikuwa ndio sasa tunasema kwamba mshtakiwa wa Zungu, jaji Zungu, jicho na mimi hivi nasema nini? Nilikuwa na kama hivi. Tuliridhika kwenda kule kwa sababu ya mufti ndio tulikuwa amekabidhiwa kazi. Mufti tunasema mtu mzima na tunamwamini. Na tunamwona kama ni kwa maana. Lakini baada ya kuingia hapa na kusema Mungu baada ya kazi na ilikuwa kwa kweli hakika msingenda alikuwa mengi kwa sababu alikuwa hayumo. Sisi naye kwa sababu wetu kama alikuwa mtu ambaye anastahili kuingia basi angekuwa katibu mtendaji wa kamati na mali na mali. Sababu yeye angalau kidogo anahusika na mambo mengi, lakini kazi hukumu zake na kazi zake zinajulikana ambazo zinajibu katika kipengele maalum. Sio kusuluhisha na nadharia hii. Hukumu na nadharia. Kwa hiyo kamati ya kama yajili tunaona kwamba pamoja ni kwamba suluhu ile hatukuikubali kwa sababu kwanza wameingia watu ambao sisi hatukuwa nao pamoja na kazi za suluhu ambao ni kwanza mkubali habari kusuluhisha na pili mkubaliane yote wawili na pia kubali suluhu ile kwa hukumu na kama hukumu tunaweza kama zamani tunajua lakini tunaweza kwa mufti kwa hivyo hatukuikubali. Sasa tukasema mambo mengi yametokea, tutulie. Halafu tutizame maoni yetu nini ambao mimi na mtiko moja mbili na tatu mtiko tunajua kwamba mtiko ni wa Mwenyezi Mungu ambaye ni sana na mtiko wetu kwa kweli wa ana tunajida lillahi fala tad'u ma Allah inma yamur musajjal qali man amana billahi wal yawmil akhir. Hakika wanaendesha mtiko Mwenyezi Mungu ni wale ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu na kuamini watu waliokuwa hapa watusulfiki kuna adatu amu walitamani tusala ni mali yoyote wanafahamu sana kusuluhisha wajia kimani maana yoyote kama ile mtu kwa pamoja na mlikali baratin haya yoyote kafanya mema yake kwa watu ya kazi basi hakuna kuchaguliwa wamanya mlikali baratin sharia yani mali yoyote bado katika hili mtumaliza na yaamuru man amana billah anaambika sana ambaye anataka kuamini wamkitu ambaye
hapo ni mwamini Mwenyezi Mungu na mwisho walio watu wa kama watu wa sadaka na akaanza kufanya watu wake wala Allah na kama Mungu yote kwa Mwenyezi Mungu ila akhira. Kwa hiyo sasa sisi tuchukua muda mkubwa kwa mujibu wa kamati au kwa niaba ya kamati leo tumeona kwamba tunachukua maoni kama watatu wa nne tu basi. Tujue msimamo wetu pekee nini tunaangalia kazi kumenya tunataka sisi tuondoke. Wallahi tuko tayari wakati wote mkituambia hamfai tunaondoka kwa sababu Waislamu hawaamini madaraka. Lakini tumekuwa wagongo kwa sababu tunajua hawa wavurugaji. Kwa hivyo kwa mimi sitaki mimi naomba kasi wanne tu wanatosha kabisa. Walikuwa na maoni yao wajapa mbele waliotoa ni watoto kupata kusikia nini na kueleza. Tukiambia bwana Zanzibar katika hiyo tulieleza sababu tumeeleza. Kisha kuondoka tunapo ugundo kamati na mwalimu kuondoka. Haya. Ule mmoja. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome na sahihi kama ustadhi alipoelekeza kwamba katika maono kwa watu wengine na mambo matatu nataka kusaidia kukumbusha kwa sababu msikiti wa sunna leo unakwenda sambamba pamoja na msikiti wa sunna kwa jumla, na huu ni muundo ambao tunafuata watu wa sunna hapo kisiwani. Kwa hivyo tunaeleweka au tunajulikana watu wa sunna pamoja na kutawajika katika sehemu tutawajika, lakini baraka za watu wa sunna ni katika misikiti hii miwili. Kwa hivyo msikiti huu wa leo unayo kamati ya msikiti wa leo na msikiti wa Kikwajuni unayo kamati ya msikiti wa Kikwajuni, halafu misikiti hii miwili ina kamati moja ambayo kwa ujumla au kwa mmoja wake inasimamia shughuli hizi tunazozikubali kama tunazofuata watu wa sunna ni sunna. Kwa hivyo tunapotokea tatizo sehemu moja basi huwa naruhusa sehemu nyingine. Kwa hivyo tunakuta kamati zile automatically zinafanya kazi kwa ujumla au kwa pamoja. Kwa hivyo ndugu Waislamu, kadhia hii pamoja na kwamba ilikuwa katika sisi na watu wanaisikia au wanaisikia kwa muda mrefu, lakini kutokana na hikma na kuona bali kwa kamati mara nyingi ilikuwa inapita kulitoa ni jambo dhahiri shahiri kama hivi, kwa sababu kwanza kulikuwa hakuna ushahidi wa moja moja. Pili, kuna watu tunajua kwamba wanatia uchungu jambo la dini, hususan katika kutuisha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tulikuwa tunahisi kwamba tutakapokuwa tunawaambia bila ya ushahidi na utaratibu mzuri tunaweza kuamsha hamasa za watu, halafu lile ambalo mara nyingi huwa linazungumzwa kwamba uvunjaji wa utulivu na amani basi ungeweza kutokea kwa njia moja au nyingine. Sasa napenda kukumbusha kiasi cha wiki tatu tuliposikia hili jambo lilipelekwa katika ofisi ya mufti. Alikuja mtu mtendaji kutoka katika ofisi ya mufti, akaja hapa akitaka utamamizi ambaye ni mwalimu mkuu katika madrasa zetu. Mwalimu mkuu yeye ni madrasa hapa na maleo pamoja na Kikwajuni, madrasa mbili hizi. Akamwambia mimi nimekuja nasema kwa njia ya rafiki, nakuja kukwambia kwamba nongoleze na uombe Sheikh Nasr aondoke katika msikiti wa leo. Hii kwa sababu nampenda sana, asije akahudhuriwa akatangazwa kwenye TV, akatangazwa kwenye radio, Sheikh mwenye hadhi kubwa kama yake, basi itakuwa sivyo. Basi naomba ukamwambie ili aondoke, angalie mwenyewe. Mimi akaja akatoa taarifa hizi katika wajumbe wa kamati. Kwa hivyo wajumbe wa kamati wakaona kwamba hili itakuwa ni hukumu ambayo itatolewa kabla ya sisi kushirikishwa. Kwa hivyo kulikoni, ujumbe utatoka ukaenda katika ofisi ya mufti mkuu na ukaomba kuonana naye, na mufti mkuu akapangia siku maalum. Tukaenda kukutana naye, tukataka kujua yule mjumbe aliyokuja na taarifa zile katokana na ofisi yako. Naye kwa jina anajulikana kama ni Sheikh Khalid Numan Jongo.
anafikiria huyu mtu ni mjumbe au mtendaji katika ofisi yangu, lakini ofisi yangu haikumtuma kuja kuleta salamu kama hizo. Kwa hivyo ofisi yangu najua kwamba yeye kwa mtendaji anaweza kukutana na mtu yoyote akasikiliza fikra zake na uoni wowote, halafu yakamsaidia mambo yale katika kufikia uamuzi au katika utekelezaji bora wa jambo hili. Kwa hivyo akakuhakikishia kwa maneno yake kwamba yule mtu hakutumwa, lakini kauli aliyoleta uzito wake ni kama huo. Kwa hivyo kwa maelezo yake tutaridhika kwamba yule mtu alizungumza kwa njia zake, lakini inajitokeza katika utendaji na katika maamuzi kwamba ile jambo yule mtu alikusaliona ishaamulia au kufanya hivyo, ndio maana yake katika fursa ile kuja kutueleza kamati. Baadaye tukapata barua ya wito kwenda katika ofisi ya mufti ili kusikiliza nini kilichopo. Tulipoletewa ile barua ikawa tulikuwa na deputy nazo basi kwa jina kama hivi. Kamati ikachukua busara kumweleza ofisi ya mufti kwamba katika msikiti wa leo kuna kamati ambayo hilo ndio inashughulika na usimamizi na inashughulika na mambo yote yanayofanyika na pale msikitini. Kwa hivyo kumwandikia na kutaka changamoto haje inakuwa umeondoa au kuvipa uwezo au haki ya kamati, bali kumempa mmoja changamoto kama ni changamoto, lakini katika msikiti ipo kamati. Kwa hivyo tunaomba uiite hiyo kamati ije kukane na ofisi yako na kuzungumza. Ikaletwa barua nyingine ya kusema kwamba ofisi imetumwa na serikali na kutumwa kwenyewe kwamba madai yaliokuja kwamba pana mgogoro wa kidini katika msikiti wa leo, msikiti Sunna wa leo. Uko sana pana mgogoro wa kidini hapo msikitini. Basi barua ya mufti mkuu ili tukakusha wakati ungeisoma, lakini imetaja hivyo, tukaambia hakuna mgogoro wa kidini katika msikiti Sunna wa leo. Kwa hivyo tuombe kama tuje tuzungumze na wewe. Akaleta barua kwamba sisi tumetoa agizo na serikali kwamba tuamue au tushughulikie jambo hili. Tukapeleka barua tena kumkumbusha kwamba msikiti una kamati. Kwa hivyo ili kupata uamuzi mzuri na kusikiliza yaliyokuwepo, ilikuwa ni kama ulize wa baadhi ya viongozi wa kamati ili upate faida. Tukatoa barua pamoja na wajumbe watatu wakaenda na wakazungumza na mufti, lakini kang'ang'ania pale pale. Kwa hivyo tarehe 22 ya mwezi uliopita tukenda katika kusikiliza au wakenda baadhi ya jumbe kusikiliza hayo yaliyokusudiwa. Kwa hivyo katika waraka au barua iliyoletwa kama kwamba inasema barua ya usuluhishi, lakini imeletwa ndani yake na maamuzi yaliyotolewa. Kwa hivyo pana mambo mengi ya kushangaza, pana mambo mengi ambayo ndani yake yamekwenda kinyume na hiyo address ya barua kwamba ni usuluhishi, halafu ndani yake hukumu imepita. Na kwa moja wa hukumu hiyo kwa Uislamu imetakiwa kamati ya msikiti huu pamoja na shirikisho pamoja na chuo kilichoka kamati cha msikiti huu kwamba Jumatano ikifutwa wakabidhi kumkabidhi sheha wa sheria la leo, sheha akishirikiana na ofisi ya mufti kwamba msikiti huu uchukuliwe na urejeshwe katika mikono ya hawa wanaodai kama ni wazee wa leo, na kwamba haraka mno usajiliwe katika ofisi ya wakfu na mali ya amani. Sasa sisi tunajua kwamba kama jambo hili kwa serikalini na wakarejesha kwa mufti, serikali ina busara na inajua kwani katika pale. Busara ilikuwa kwamba mufti ainuke pale alipokaa kwa kiti. Wanawaita Uislamu waje wafanye physical, waje hapa msikitini, watakikuliwa iko kweli yale tuambiwa na Mungu amekwenda kuwa na kujaa huko kwa Uislamu. Mambo ya kusikilizia, mambo chungu nzima yaliyokwenda huko. Kwa hivyo wao walikuwa walivuke kule, waje wakana Waislamu hapa waulizie jamani kuna nini, jamani kuna nini, halafu baadaye tuwafikie kutoa uamuzi.
lakini wana kwa hivyo tunataka kwa kumoa. Kwa hivyo yale yanayokuja kufikiria kwa Uislamu ya mengi ya kueleza, lakini ndio baada ya kusafiri nataka kuweka ile picha hadithi. Na kwa hivyo kama iko ndio fursa kwa watu wawili watatu utaingia perspective kipake. Sawa, mimi nadhani tunataka cha kuongeza kwa kuna kitu kimoja tu. Tukumbuke ni kwamba kwa bahati nzuri tumekwenda katika sheria katika kuulizia wala sheria binafsi na hii hatukwenda kwa kamati. Mimi mwenyewe binafsi nimekwenda kama mimi kwenda kuona mtu wa sheria, nikamuuliza hivi bwana, uwezekano huu wa kumchagulia mtu kamati au kumchagulia mtu nani angaye msikini au asikae nani upo kwa mufti wakati ananiambia kitu kama hicho hamna. Kwa hiyo kwamba amani sisi tufanye kuja. Kwa hivyo kidogo nitakwenda kuiona kuelezea watapata faida. Hiyo nimekwenda mwenyewe binafsi si kamati kumwelezea tena kumuuliza kwa mtu mmoja kama binafsi. Sawa jamani? Kwa hivyo kifahamu sasa sieleze mimi. Tunataka kama watu wanne ambao hao wanasema kwamba ondokeni, basi hakuna haja ya kubakia. Kwa sababu mimi tunataka kufanya hivyo. Haya anakuwa tayari. Samani wale walikuwa wamejana kwa yao hatu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Jana nimezungumza. Lakini leo tunatoka mengine kwamba tutoe maoni yetu basi baki au baki. Ili nasema ibaki. Na sababu zangu kwamba hii hali yote iliyotokea inaonekana kwamba watu hawapendi maendeleo ya Uislamu. Sisi hapa tupo katika kupeleka mbele maendeleo ya Uislamu. Na inaonekana watu wanasomeshwa, sisi tunapata darasa na mambo mengi mengine. Hivyo tulipokuwa hivi. Tulikuwa watu wakiangalia, sasa hivi tuko hapa tunazungumza mara chungu. Kwa hivyo kutokea watu ambao wanakwenda kinyume na maisha yote haya, ni dhahiri kwamba wanataka kurudisha nyuma kule tunapotoka. Tujenge baraza hapo na mazungumzo kucha kutwa, na baada yake tuweke ile hatua yote hapo na mazungumzo kutwa kucha yote. Hayo ndio yanatakiwa. Sasa mimi nasema kamati iendelee kubaki. Na nadhani kwamba wanapo maendeleo ya Kiislamu hapa tuache maadui na hapa maadui wao, kwa sababu hao wanadai kwamba wao watu wa leo hawaonekani hata kuja katika darasa hapa, na vile vile wana element haziwezi kuseleka. Kwa hivyo sisi ndio tunawafahamu vile vile. Kwa hivyo kuondoka watu wenye maadili mazuri hapa wakaja watu wenye maadili mabovu hapa, sijui itakuwa tunafanya nini sisi Waislamu. Sasa kwa ufupi ni kwamba mimi naomba wizara iliyokaa hapa katika baraza kwamba tuunganishe nguvu zetu, tuhakikishe kwamba kamati hiyo kuwepo inaendelea. Vinginevyo tukishtukia hapa tunasoma sallallahu alaihi wasallam. Shukrani. Mtu yote Waislamu tuna uhuru. Mtu yote katika dini ya Uislamu tuna uhuru. Yote kataa pale wengine kwa leo tuna uhuru. Tuangalie nafasi tatu na toa response inshallah. Naam, bismillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Mimi napendelea kamati iwepo, na jingine naomba ikiwa kuna watu waliosema kwamba wao ni wazee wa leo, ingekuwa mzuri kujitokeza kama watakujitokeza kamati upande mwingine, wakaeleza sababu zao ni kisa gani kuweza kumuondoa Sheikh Nasr na Sheikh Hamid, kwa sababu na mimi nalifuatilia darasa hii nikiwa na sasa miaka 17. Bado sijaliona kosa lolote lililojitokeza. Sasa ikiwa kuna kosa na wao wanasema kwamba Sheikh Nasr wamevamia msikiti
basi ilikuwaje kukaa miaka 17 hiyo mpaka kufikia leo ikawa bado hajatokeza mtu akasema bana wewe umejivamia hapa, basi kwa hivyo ondoka. Kwa hiyo mimi napendelea kamati iweze kuwepo mpaka mwisho wa kiama. Bado fursa mbili kama tulivyosema, pande zinatosha shaba. Mtu yote anakuwa kwanza Assalamualaikum. Aku sih hanya bisa bercerita, jadi itu butuh waktu berapa, tapi kalau ini dimulai ketika kemarin zaman ini kan belum situ orang itu, awal karena apa orang itu, yang nggak mesti ada usia situ itu, tapi kan kalau itu kalau tinggal kayak masyarakat seperti awal sebelumnya aku tuh orang-orang bermusuh situ. Nanti kalau itu situ awal mereka lagi. Kalau ini ketika ada kamu, ada yang ini dokter besar, kemudian berbalik, sudah lalu besar, sudah lakukan. Kalau bukan kita bahwa semua ada solusi, ada dasar untuk semua ini. Ada banyak sekali faedah. Lakini sio haijui faedah tidak faedah. Dalam sio berdoa kitu. Pada kushakuwa wana hawa wazee walikuwepo ambao ninawajua na wao zangu wanajua. Wengine wa hai wengine watakufa. Wengi watakufa. Hapo palikuwa ni jumla cha welfare kidogo tu. Vilikuwa kwa vitu vya magari na mzee mmoja tukika mzee Songa, mzee Akubali ndio alikuwa mkubwa sehemu hii. Na vitu moja sio kama haya wakafa katika kila mmoja. Baada kwa msitu na hao wazee wakati huo ukakubalika baada kufunga msitu wa gani. Katika wakati hadi ndio mimi kwa mwanzo, siku hizo mimi kwa sasa. Lakini kwa jirani hapa